Adhimisho hili pia lina lengo la kumwombea John Pombe Magufuli msamaha wa dhambi, kwa sababu yeye alikuwa binadamu. Wale mlio katika ofisi za umma mnajua alipokuwepo ndivyokuwa mnakimbia, jasho liliwatoka. Sasa walitaka nidhamu katika kazi, kuwajibika. Hakuna lelemama, wote walijua, hata mtoto alijua aisee, Magufuli akikukuta una hali mbaya. Sasa hii lazima tujifunze vitu fulani vizuri katika maisha ya wenzetu, lakini tujifunze vitu vizuri vitusaidie na sisi kuwajibika, kukataa mambo mabaya, rushwa, unyanyasaji, uonevu na kadhalika. Kwa hiyo ni kazi endelevu kwa vitendo, na ni kweli wote tumeshuhudia ameendeleza yale yote ambayo tunajua baadhi ya viongozi katika nchi nyingine mambo haya wasingeweza kuyafanya. Kila mmoja angetaka kuanzisha jambo lake, hata kama haya yalikuwepo, lakini angependa kuanzisha jambo lake ili aonekane naye alianzisha jambo fulani. Lakini Mama Samia hakuwa na wingi wa maendeleo. Alipofika akasema kazi iendelee. Alijifunza kutoka kwa viongozi waliotangulia kama hayati Julius Kambarage Nyerere, mzee wetu Benjamin Mkapa, pamoja na Ali Hassan Mwinyi. Alipata mafunzo ya uadilifu, uzalendo na dhamira ya dhati ya kutumikia taifa la Tanzania. Na sisi ambao tunakuwa tuko hai katika yale matendo mazuri, wakati wa uhai wake alikuwa anaweka amani mbinguni au sadaka. Kwa hiyo kwa kuyakumbuka yale mema, tunawajibika kumwombea kule aliko. Kwa hiyo napongeza sana kwa askofu kwa namna alivyoeleza doctrine ya kanisa katika siku hii ya leo. Na sote tuliokuja hapa askofu tumejifunza mambo mengi mazuri na uliziweka pamoja, na zilifika karibia 9 au 10 ndio kwa sasa. Tunashukuru kwa askofu kwa msingi. Ni yeye aliyekuja kuongea ya kwamba wachimbaji wadogo watakapokutwa kwenye leseni ya mtu basi wasifukuzwe, bali wapangwe ili yule mwenye leseni aweze kuchukua zile stahiki zake pamoja na serikali. Ni mzaliwa wa Chato, lakini ni mwanafamilia. Kitu pekee ambacho kilinivutia mimi kuingia kwenye siasa wakati wa Dr. hayati John Pombe Magufuli, kwa wakati huo wengi wanasema, na umeuliza, umri ulikuwa mdogo na ni nini kilichonivutia. Kama nilivyo sema mara nyingi, mimi nilimuona Magufuli kama role model, kuanzia kwenye masomo na mpaka kwenye kila alilokuwa anafanya na matendo yake kwa sababu nilikuwa namfahamu. Alikuwa ni kama wamesema wengi hapa, alikuwa ni mtu ambaye anamheshimu Mungu.